Tanzania ikiwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ikitazama kuhusiana na umuhimu wa ushiriki wa vijana katika maendeleo ya nchi. Naibu Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Dr. Kedmon Mapana amewataka vijana kuweza kutumia fursa za maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa kupitia miradi ya Kijana Impact unaotekelezwa katika mikoa minne ya Tanzania bara pamoja na Pemba. Na kutoa pongezi kwa Action Aid Tanzania kwa kushirikiana na ubalozi wa ufalme wa Denmark nchini Tanzania kwa kufadhili na kutekeleza mradi wa Kijana Impact ambao tumeombewa una takriban thamani ya bilioni 1.2. Mradi huu utatekelezwa katika mikoa tumeambiwa Ruvuma, Mara, Kigoma na kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa mkoa wa Pemba tumeambiwa mradi huu kwa Zanzibar utatekelezwa kule Pemba. Tumeelezwa kwamba mradi huu unalenga kuwanufaisha takriban vijana 6,000 kupitia mafunzo ya uongozi, elimu ya uraia, uwezeshaji wa kiuchumi, midaharo, matumizi ya vyombo vya habari, pamoja na kuwapatia baadhi ya vijana vifaa vya kuanzia shughuli za uzalishaji na biashara, yani startup kits. Haya ni maeneo yaliyokidhi vipaumbele vya serikali katika kuwawezesha vijana kujitegemea, kushiriki katika mchakato wa maendeleo na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa niaba ya serikali niwahakikishie washiriki wote wa maendeleo kuwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika ili kuhakikisha utekelezaji wa mradi huu unafikia malengo yaliyokusudiwa na kuleta matokeo chanya kwa vijana wetu wa Tanzania. Aidha, nitumie nafasi hii kuwahimiza vijana watakaonufaika na mradi huu kutumia kikamilifu fursa mtakazozipata. Maarifa, stadi na vifaa mtakavyopatiwa viwe chachu ya kujenga maisha bora, kuongeza kipato na kuwa mfano kwa vijana wengine katika jamii zetu. Ni Naibu Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Dr. Kedmon Mapana. Katika upande mwingine, mkurugenzi wa Action Aid Tanzania, Bavon Christopher, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuweza kuhakikisha sauti ya vijana zinapata nafasi katika masuala ya haki za kijamii, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Mradi huu utawezesha vijana kuweza kuimarisha uongozi wao, ushiriki wao wa kiraia, utawala bora, utetezi wa sera, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ushiriki katika mifumo ya kidemokrasia. Aidha, utatoa fursa za vitendo kwa vijana kushiriki pamoja na moja kwa moja na watunga sera, wafanya maamuzi katika kuchangia utekelezaji wa ajenda za maendeleo endelevu ya Tanzania. Ili ushiriki huu wa vijana uwe na matokeo halisi, basi ni lazima kuwe na mazingira wezeshi. Vijana wanahitaji kupata taarifa na wakati sahihi, taarifa sahihi katika wakati sahihi, lakini vile vile wanapaswa kuwa na nafasi salama ya kuweza kujumuika katika kushiriki. Amezungumza hapo ya polisi, tunaona watu wamevaa masuti, miwani ndefu, wanamvi, wana ndevu, maprofesa. Ukiongea unakuta profesa wako leo kufundisha ana suti moja pale ya milioni 6. Lakini je, tukijenga mazingira ambayo hivi vitu vinajadiliwa katika vijiwe, katika social medias, inaweza kusaidia kuweza kuwapa vijana kuweza kushiriki. Ndugu mgeni rasmi, changamoto zipo nyingi Tanzania leo. Tunazungumzia mambo ya ajira, lakini tunazungumzia usawa unakuwa, yani usawa unaondoka. Kwa hiyo inequality inazidi. Gap kati ya mtu mwenye hela na ambaye hana inaongezeka. Vijana wachache ambao wana privilege wanaenda zaidi, vijana wengi ambao hana privilege wanaenda zaidi, vijana wengi ambao hana privilege wanashuka chini. Kwa hiyo ili kuweza kutatua matatizo haya, hatuwezi kuweza kuwaweka vijana pembeni, lazima tuwashirikishe vijana. Ndio maana Kijana Impact, mradi wa kijana si tu mradi wa vijana kama ile mradi mingine, lakini hii ni fursa ya kuweza kuleta utawala bora katika nchi yetu, kusaidia maendeleo ambayo ni jumuishi na kuweza kuboresha mustakabali wa nchi yetu Tanzania. Mradi wa Kijana Impact
ambao unalenga kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika masuala ya sera, haki ya tabia nchi, utawala bora, kadhalika maendeleo endelevu hapa nchini. Studioni basi tunaungana na Helen Sisia pamoja na Eric Malia. Wao ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania waliohitimu mafunzo ya shirika la ushirikiano wa maendeleo la huko Denmark, Danida, kwa kushirikiana na Action Aid na chini ya ufadhili wa ubalozi wa Denmark. Tuko nao hapa studioni. Bila shaka kama unatufuatilia huko YouTube basi unawaona vizuri kabisa wageni wetu. Karibu sana Helen pamoja na Eric. Asante sana. Mko poa? Sisi tuko poa kabisa. Hapa ni nyumbani bwana. Sisi mara zote tunapokuwa na wageni wetu tunawaambia hapa ni nyumbani, na tunajisikia fahari sana kwa nanyi studioni. Asante, sisi tuko poa kabisa. Basi nafurahi. Tuko nyumbani. Kabisa. Nafurahi sana kusikia hivyo. Tupo katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, Eric pamoja na Helen. Na bila shaka vijana ni miongoni mwa kundi kubwa muhimu juu ya dira hii ya maendeleo. Labda kabisa nianze kwako Eric, utueleze mradi huu wa Kijana Impact ni kitu gani hasa? Eric kumbuka swali langu ama nilirejea? Nakumbuka uliuliza mradi huu wa Kijana Impact. Ni nini hasa? Kwanza Kijana Impact yenyewe ni sio kijana tu kwamba KI, ni kijana ya KEY kwa maana ya funguo, Kijana Impact. Mradi huu kimsingi ni mradi ambao unalenga kuwezesha upatikanaji wa taarifa za sera ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa hapa Tanzania. Mradi huu ni matokeo ya maono ya vijana wa Kitanzania, vijana 6 ambao mwaka jana walishiriki programu moja ya kule jijini Copenhagen, Denmark. Programu hii ililenga kuwezesha vijana mbalimbali wa mataifa mbalimbali ya Afrika kuziwezesha nchi zao kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Tulikuwa na vijana kutoka Rwanda, Kenya, Uganda, Sudan, Ghana, Burundi na mataifa mengine. Sasa sisi vijana wa Tanzania kupitia ile program tukaona kwamba ili nchi yetu iweze kufikia malengo ya maendeleo endelevu, ipo haja ya kuwezesha upatikanaji wa taarifa za sera. Na kupitia hivyo ndipo ambapo tulibuni mradi huu wa Kijana Impact. Ambao unalenga hasa vitu gani vikuu? Okay, huu moja kwanza, lengo kuu ni hilo, kuwezesha upatikanaji wa taarifa za sera. Na kama ambavyo utambulisha hapo, kuna sera unalenga maeneo ya masuala ya uongozi, utawala bora, mabadiliko ya tabia nchi, na sera nyingine ambazo zinahusisha kuwainua vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kuchangia katika maendeleo ya nchi yao. Sasa ni vitu gani hasa labda mliviona katika jamii yetu hii kupitia Kijana Impact mkaona ina kila haja na sababu ya kuziba mapengo hayo na kuweza kuwezesha kundi hili la vijana? Vitu ambavyo tuliona kwamba kuna wigo mkubwa wa upatikanaji wa taarifa za sera kwa vijana, na hatukuangalia tu vijana kwa ujumla, lakini tuliangalia pia vijana kutoka jamii ambazo hazifikiki kirahisi, vijana ambao wako katika maeneo labda ya vijijini na wapi. Kuna wigo mkubwa sana kwa namna ambavyo hao wanafikiwa na taarifa za sera. Lakini pia tulikuwa tunaangalia hata haya majukwaa ya vijana kupata taarifa za sera ni kwa namna gani yanaweza kuwa rafiki kwa vijana. Hilo tuliona ni changamoto, na tukaona kama hali iko hivyo basi vijana wa Kitanzania watakuwa wana vikwazo katika kuchangia hata mijadala tu mbalimbali ya maendeleo yao. Na ndio maana kupitia Kijana Impact tunaona sasa tunamwezesha kijana kujua hata namna gani ya kuweza kudai uwajibikaji katika ngazi ya chini tu, labda ngazi ya kijiji, ngazi ya mtaa, ni vitu gani ambavyo anatakiwa kujua ili aweze kudai uwazi katika utekelezaji wa sera mbalimbali ambazo Tanzania tumejiwekea. Tunaamini kwamba kama vijana watakuwa na uwezo wa kuhoji, wamejengewa uwezo wa kuhoji, lakini na viongozi wameweka sera hizi katika mkao ambao ni rafiki kwa vijana, basi tutakuwa tumepunguza huo wigo wa upatikanaji wa taarifa za sera, lakini tutarahisisha Tanzania kuweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Helen, sija kusemesha chochote hapa tangu umeingia. Wewe ni binti. Bila shaka una mengi ambao unayatazama na kuyaona kwa ajili ya upande wa mabinti wengi waliokuwepo hapa nchini kwa Tanzania. Vitu gani hasa ambavyo unasema hivi ni vikuu vitakwenda kuwagusa wanawake? Kama alivyosema Eric, mradi wetu unahusiana sana na masuala yanayohusu sera, na ukiangalia sera tulizonazo ama sheria tulizonazo zinamgusa of course kila mmoja, lakini linapokuja kundi la
watoto wa kike, sisi ndo tunakuwa tunaguswa zaidi, iwe ni positive ama ni negative, kama ni kwa uzuri ama kwa ubaya. Kwa hiyo ushiriki wa vijana kwenye masuala ya sera ni muhimu sana, na hasa vijana wa kike, kwa sababu tumekuwa tukiachwa nyuma sana, kama alivyosema Eric kwamba mara nyingi mtu akisikia masuala ya sera unaona koti, unaona kama vile mtu kavaa koti kakaa pale, na most of the time hiyo picha ya kukujia mtu amevaa koti inakuja ni picha ya mwanaume kiukweli tukiuliza sana. Kwa hiyo ukitaja masuala ya sera unaona koti, lakini ni koti la mwanaume sio la mwanamke. Kwa hiyo kuna picha fulani imejengeka kwamba masuala yanayohusu sera ni some kind of male dominated fulani, lakini sisi kupitia Kijana Impact tunahakikisha kwamba katika majukwaa yote ambayo tunashiriki tunahakikisha pia na vijana wa kike wanakuwa sehemu ya mazungumzo hayo. Aha. Mpaka sasa mmefanikiwa kiasi gani kuleta ushawishi kwa vijana sasa kuweza kuingia kikamilifu na kushiriki katika mradi huu ipasavyo kama ambavyo mmelenga na kutazamia? Mpaka sasa tumeweza kufanya kutoa mafunzo ama uwezeshaji kwa vijana mbalimbali kwenye mikoa minne. Tumeshafanya mafunzo kwenye wilaya ya Musoma mkoani Mara, tumeshafanya mafunzo Songea, tumeshafanya mafunzo kule Kigoma kwenye wilaya ya Kasulu, lakini pia upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweza kuwafikia wenzetu wa Pemba. Kwa hiyo huko kote tulipokuwa tunaenda tulikuwa tunakutana na vijana ambao sasa sisi tunachofanya ni kuwajengea kwanza uwezo, waweze kufahamu haki zao, waweze kufahamu wajibu wao pia, na pia waweze kufahamu miundo ya kiutawala ambayo ipo katika taifa letu, kwa maana kuanzia ngazi ya vijiji mpaka kuja ngazi ya kitaifa. Na wakishafahamu hizo waweze sasa kuweza kudai wajibikaji kwa viongozi, kwa maana mfano kuanzia kwenye ngazi za vijiji kuna kuaga na mapato na matumizi ya vijiji. Watu wengi wafuatili, sio tu vijana, hata watu wazima. Sidhani, yani watu wengi huwa tuko busy na maisha yetu, mtu unaambiwa kuna mkutano wa kijiji, yani hata kushiriki watu hatushiriki. Lakini uwajibikaji unaanza kwenye ngazi ile. Ukishafahamu kama mwananchi, ukafahamu kwamba nina viongozi kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, mwenyekiti, sijui mtendaji, na hawa wanawajibika kwa namna moja mbili tatu. Kuna masuala mapato na matumizi, huwa taarifa zinawekwa kwenye ofisi zao pale. Unapita unakagua, tulipata kiasi fulani, ikatumika hiki, imebakia labda au kuna nini. Ule ndio ufuatiliaji wenyewe. Sasa sisi tunawafungua macho vijana kuambia kwamba kuna masuala moja mbili tatu, kama ni mambo ya uwajibikaji, inabidi sasa uanze kwenye ngazi ya kijiji unakotoka, uweze kufahamu kama kuna serikali kuu labda litenga budget kuja kwenye mtaa wenu kwa ajili ya mradi fulani wa barabara, uweze kufuatilia kuanzia ngazi ya kijiji mpaka unapanda na nani umtafute, nani uonge naye, ili muweze sasa kwa pamoja kama wananchi muweze kupata maendeleo kwenye eneo lenu. Kwa nini mmechagua mikoa minne mmeanza nayo na isiwe pengine Tanzania nzima kwa ujumla, pengine mikoa mingine tofauti na hii ambayo umenitajia? Kwa nini mmeanza na hii minne? Tumeanza na hii minne kwa sababu wanavyosema Waswahili, unaanza pale ulipo, unapoweza. Uwezo ukafanya vitu vyote peke yako, na uwezo ukafanya vyote kwa pamoja. Kwa hiyo sisi tumeanza na hii mikoa minne, lakini moja ya kitu ambacho sababisha tukachagua mikoa hii, labda niseme nijibu hivyo, ni kwamba tumeangalia maeneo, baadhi ya maeneo ambayo tunaona sisi yamekuwa yakiachwa nyuma kwenye maeneo mbalimbali, iwe ni miradi labda ya taasisi zisizo za kiserikali. Ndio maana hatufanyi huo mradi hapa Dar es Salaam. Tumeenda maeneo kama Kigoma, wilaya ya Kasulu. Kwa hiyo tumeenda kule, tunakutana na vijana wa Kasulu na Kibondo, tunakaa tunaelekezana masuala, na tutarudi tena kwa ajili ya mijadala ya kuhusiana na masuala mbalimbali ya sera. Tumeenda maeneo kama Songea, tumeenda Musoma kule kwa vijana wa kule kuweza kuzungumza nao na kuweza kuelekezana baadhi ya masuala yanayohusu sera zetu kama taifa. Kwa hiyo tumeangalia yale maeneo ambayo yameachwa nyuma, lakini pia tumeenda pia Pemba. Kwa hiyo sisi tulichokiangalia ni vipaumbele, nani ambaye tunadhani anahitaji zaidi hii fursa tumeipata sisi, nani tuwekeze zaidi kuliko kuwekeza katika maeneo yale ambayo yanafikiwa kila siku. Matokeo mmeyaona vipi baada ya kufanya sasa
mikoa hii minne, bila shaka mmesema kabisa mikoa ambayo mnahisi imeacha nyuma kidogo. Baada ya mazungumzo yenu, mnahisi kimefika kile ambacho mmekusudia kukifikisha, ama kuna jitihada zaidi ambayo inahitaji kuongezeka kwao? Asante. Kwanza niseme kuna matokeo ambayo yameonekana ambayo moja kwa moja yanajibia ukweli ambao tuliofikiria wakati tunaunda mradi huu. Kwa mfano, katika mikoa hii Pemba, Kigoma, Mara na Ruvuma, tumekutana vijana ambao walivyokutana na mafunzo ya kwanza ya Kijana Impact walikuwa hawafahamu hata muundo wa uongozi katika maeneo yao, kwa maana kwamba muundo wao, nani anawajibika na kitu gani, zinapokuja utekelezaji wa sera kwa mfano za afya, elimu, nani anawajibika. Tumekutana na vijana ambao walikuwa katika hatua ambayo hawajui ni njia gani wanaweza kutumia kuweza kuhoji hata namna gani mapato ya halmashauri zao yanatumika. Tumekutana na vijana ambao kwa sababu ni vijana, tunategemea pia wafanye uchechemuzi, yani kwamba wajue kwamba kuna changamoto fulani. Tuchukulie mfano changamoto labda kutokufikiwa kwa watu wenye ulemavu. Tukutana na vijana ambao walikuwa hawana mbinu ni kwa namna gani wanaweza kuzungumza masuala ya watu wenye ulemavu. Na hivi tunavyozungumza, wale vijana katika mikoa yote hii ambayo Helen ameitaja wametengeneza mipango kazi ambayo imeshaanza kufanywa kazi. Kuna ambao tayari wanaenda kufanya mikutano pamoja na viongozi wa vijiji, na wengine ni viongozi wa kule Zanzibar, viongozi wa sheria. Wanaenda kufanya nao mikutano ili kuweza kufanya tathmini ya upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii, hususan afya, elimu, lakini pia na utunzaji wa miundombinu kama barabara. Kwa hiyo wanaenda kukutana na wale viongozi kwa ajili ya kufanya hiyo tathmini, lakini pia baadaye watafanya zoezi moja la kuwapa mrejesho viongozi. Unajua, msingi wa Kijana Impact ni kuweza kuwa na moja ya matokeo tunatamani ni vijana Tanzania kuwa na utamaduni wa kujadili masuala ya maendeleo kwa kutumia sera kama msingi. Kwa hiyo hawa vijana wataenda wameshaanza kwenda kwa wale viongozi, na lengo ni kwenda kusema kwamba kulingana na mwongozo hapa tulitakiwa tupate huduma hii kwa mtindo 1, 2, 3. Kulingana na mwongozo hapa mwenyekiti huyu wa kijiji anawajibika kusimamia 1, 2, 3. Kwa tayari tumeshaona vijana hao ambao mwanzoni walikuwa sio vitu wanafikiria, wameshaanza kuvifanya. Na kitu kingine ambacho ni matokeo ambayo tunajivunia ni muunganiko wa vijana. Vijana wengi, kila mtu ana jitihada yake anafanya binafsi. Kwa hiyo katika mikoa hii Kigoma, Ruvuma, Mara na Pemba, tayari wale vijana ambako ni makundi ya vijana kuanzia 30. Sasa 30 ni karibu vijana 120 zaidi ambao wameunganika kwa lengo moja, kuhakikisha upatikanaji wa taarifa za sera. Wao wenyewe wazipate, wajue namna ya kuhoji, kuuliza, kuhamasisha uwajibikaji na uwazi katika ngazi ya chini, lakini pia watumie uwezo ambao tumewajengea kuhamasisha vijana zaidi. Kuna Eric, nilikuuliza hapa swali kwamba na vigezo gani zaidi mnavizingatia kwa vijana hawa ambao mnakwenda kuwafikia ili kuweza kupata ule wepesi wa yale ambao mnayakusudia ili yaende sawa? Asante. Kwanza Kijana Impact kwa sababu yenyewe inawalenga vijana, sisi wakati tunaunda mradi huu tulikuwa tunatafuta ni namna gani ambayo ni nyepesi zaidi ya kuwafikia hawa vijana. Tukasema sawa, tunawalenga vijana miaka 18 mpaka 35, lakini ili tuweze kuwafikia vijana kwa uzuri zaidi, wakati mwingine vijana wanataka uwafate kule ambako wapo. Na kama ambavyo umesikia vijana ambao tayari tumeshakutana nao kutoka Kigoma, kutoka Pemba, Mara na Ruvuma, kuna vijana baadhi ambao wao tayari wameanza kujihusisha na jitihada mbalimbali. Kuna vijana kwa mfano Pemba kutoka majukwaa ya vijana. Kwa upande wa Zanzibar, majukwaa ya vijana tayari yameshapamba moto, na wale ni vijana ambao pia ni washiriki wa program zetu za Kijana Impact. Kuna vijana ambao wako katika taasisi mbalimbali ambazo wao wanaendesha. Hawa ni vijana ambao tunawafikia. Lakini huko mbeleni katika kupitia Kijana Impact kuna program moja tunaita Policy Talk ama mazungumzo ya sera. Programu hii itahusisha kuwafikia vijana ambao wako vyuoni, itahusisha kuwafikia vijana ambao wako kwenye majukwaa mbalimbali, na majukwaa haya ni
yoyote ambayo anakutanisha vijana. Unajua, kwa mfano siku hizi kuna umoja mpaka wa vijana ambao wanashughulika na bodaboda. Lile ni jukwaa, ni majukwaa ambayo Kijana Impact inaangazia kuweza kuwafikia. Lakini vijana ili wafikie ni kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo mitandaoni, ushawishi wa mitandaoni. Na ndio sababu Kijana Impact pia inafanya ushirikiano na watu wenye ushawishi mtandaoni. Lengo ni kuweza kuwafikia. Kuna ambao tutawafikia kwa sababu ya kuja kushiriki kwenye midahalo hii ya sera. Kuna ambao tutawafikia kwa sababu tutawaita kuwapa mafunzo ya namna ya kudai kuweza kujadili kuhusu wajibikaji, wazi na kuhimiza uhamasishaji wa jamii. Na kuna vijana ambao tutawafikia kupitia kualika katika mafunzo ama semina mbalimbali ambazo zitafanyika kupitia Kijana Impact. Lakini sehemu kubwa mkakati wetu sisi ni kupitia vyombo vya habari pia. Leo hii hapa sisi tunajua tunasikilizwa na vijana wengi sana kabisa, na vijana hawa mpaka sasa hivi wametakuwa wameshasikia kupitia Kijana Impact, kumbe wanawajibika wao wenyewe kuwa na impact kutokana na kufahamu sera. Tunatamani kijana aweze kusema mimi kulingana, kwa mfano hata dira ya 2050 aseme tu mimi nataka leo nikae niangalie hivi katika hii dira ya Tanzania yangu 2050 leo na miaka 18, labda nitakuwa na miaka 30 wakati dira hii imepamba moto kwenye kuifikia, aweze kuona mimi na kaaje. Vijana wanasema naingiaje kwenye mfumo, waweza kusema naingiaje kwenye mfumo wa dira, kwa sababu ni kupitia sera ndiko ambako nchi yote inaweka kanuni na miongozo ambayo ndio inaamua karibu kila kitu kabisa. Umezungumza hapa swala la dira yetu ya taifa 2050. Naamini kwenye Kijana Impact mmeangalia na mna vitu ambavyo mnavipa kipaumbele zaidi ili kuweza kufikia yale malengo endelevu, hasa katika masuala ya uchumi. Vitu gani hasa mnavipa kipaumbele ili kuhakikisha kwamba kila kijana walau basi afike asilimia fulani hivi kuelekea huko kwenye 2050? Vitu ambavyo tunaviangalia kwanza, sisi tunaamini kwamba katika kukua kwa, unajua katika yale malengo 17 kuna lengo namba 16. Lengo namba 16 linahusisha pia taasisi imara. Ndio maana ukiangalia katika malengo tunaangalia kwamba ni utawala bora na uwajibikaji. Tunaangalia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi kuna ukiacha kufanya juhudi dhidi ya ustahimilivu ama kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuna fursa zinazotokana na vitu kama uchumi wa bluu. Kwa mfano Kijana Impact iko pia visiwani Zanzibar. Moja ya sera ambayo tunatamani vijana wa Zanzibar waijue zaidi ni sera ya uchumi wa bluu, kwa sababu serikali kule imeweka nguvu kubwa. Tunaangalia pia fursa kupitia sera ya uwezeshaji wa uchumi. Lakini pia tunaangalia fursa kupitia sera zinazohusu masuala ya kidigitali ambako ndiko vijana wengi wapo. Sasa tunaamini kupitia sera hizi ambazo ni mfano tu, kwa sababu ndizo ambazo zinamulika vitu vingi sana ambavyo vijana wapo. Kijana Impact yenyewe inalenga kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana, kwamba kwa mfano tunaangalia sera labda ya uchumi wa bluu au sera ya uchumi kwa ujumla. Siku ambayo tunafanya mdahalo kuhusu sera ya uchumi, vijana watakaoshiriki watapata nafasi ya kuandika vitu gani ambavyo ni maazimio yao na vitu ambavyo fikiri ni marekebisho ama maboresho katika utekelezaji wa ile sera. Kwa viongozi ambao watashiriki Kijana Impact watapata kwa uhalisia kabisa. Tukisema labda tuna sera hii ya uchumi, vijana wanasemaje? Labda vijana wanashauri kwamba sasa hivi wahitimu wa vyuo vikuu, labda tuseme vijana wanaweza kushauri, ni mfano tu, vijana wanaweza kushauri labda mwaka huu tusiwe na wahitimu 1000 wa sociology, badala yake vijana washauri kwamba hizi pesa zipelekwe VETA, vijana wafundishwe mnyororo wa thamani katika wanaita rare minerals, madini ambayo yanapatikana yenye thamani sasa hivi. Kwa hiyo ili kutosilipia wasome 1000 wa sociology, basi hizi pesa zipelekwe katika vyuo vya ufundi, wafundishwe vile, wakitoka moja kwa moja wanaenda kufanya kazi katika kitu ambacho wanakijua. Huo ni mfano tu. Sasa kupitia midahalo hii ya sera chini ya Kijana Impact, huo ni mfano mmoja namna vijana wanavyoweza kushauri, na watakaposhauri tunaamini tutakuwa na uhalisia, wale viongozi watapokea ule ushauri wa vijana na itaboresha utekelezaji wa sera zetu. Mna ndoto kubwa sana kwa mujibu wa mazungumzo yenu na maelezo yenu, na kila jambo ili lipate wepesi au lipate kwenda vizuri kabisa kwa kunyoka, bila shaka mtahitaji pa kushikilia
ili kufika mbele zaidi. Kwa upande wa serikali ama kwenye wadau mbalimbali, kitu gani hasa mnakihitaji kutoka kwao ili kuweza kutengeneza sasa ule wepesi pamoja na upana wa kufikisha kile ambacho mnakiadhimia kwa vijana wa hapa Tanzania? Kwa upande wa wadau na hasa serikali, tayari mradi wetu wa Kijana Impact umesajiliwa na unatambulika na serikali. Na leo wakati tunazindua, serikali ilikuwepo kwenye uzinduzi kwa maana ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ikiwakilishwa na Naibu Katibu Mkuu. Ilikuwepo, kwa hiyo tunafanya nao kazi vizuri na tulisajili, mradi ulishasajiliwa. Kwa hiyo hata huko tunakwenda kufanya kazi na vijana tayari, mradi wetu unafahamika na serikali. Kwa hiyo ili kuweza kufikia hizo ndoto, hatua moja hapo ni kufanya ni kama hivyo, kufuata zile taratibu za kiserikali ikiwemo kusajili mradi. Kwa hiyo tulishafuata huo taratibu, tulishasajili na mradi wetu unatambulika. Na hata leo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu ameonyesha kwamba bado wana dhamira ya kuendelea kufanya kazi na sisi kwenye huu mradi, na watakuwa wanatushirikisha kwenye masuala mbalimbali yanayohusu hasa vijana na kwenye hii wizara mpya ya vijana ambayo ipo kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa upande wa wadau tunapata ushirikiano mzuri, na mfano kwenye Kijana Impact sisi kama watekelezaji wakuu pia tunashirikiana na wadau wa Action Aid, tunafanya nao kazi kupitia majukwaa yao mbalimbali ya vijana. Huko tunakoenda wana majukwaa mengi ya vijana, lakini ukiachana na majukwaa hayo pia wao kama taasisi pia wana uzoefu mkubwa kwenye kufanya kazi na vijana. Kwa hiyo tuko nao vizuri pia. Tutegemee nini sasa kutoka hivi sasa kuelekea miaka ya mbele ama siku za usoni kabla 2026 haijatamatika na kuingia mwaka mwingine kutoka kwa Kijana Action? Asante. Tutegemee kwamba kwa sababu Kijana Impact utakuwa tayari umeshaanza, na maana ni miezi 18 tangu kuanza kwake. Mwakani utakuwa kwa awamu ya kwanza utakuwa unafikia tamati. Tutegemee tutakuwa na vijana ambao wana utamaduni wa kufuatilia masuala ya sera. Tutegemee tutakuwa na viongozi ambao wana utamaduni na wamejifunza mbinu mbalimbali za kuweza kuwasikiliza vijana, hususan katika masuala ya sera. Tutegemee tutakuwa na mitandao yenye ushawishi wa masuala ya sera ili kujenga uelewa mpana wa jamii nzima kwa ujumla katika kufahamu masuala ya sera, na tutegemee Tanzania ikiweza kupiga hatua zaidi katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu kupitia Kijana Impact na vijana ambao wanapata taarifa za sera. Sawa. Mimi nawashukuru sana Eric pamoja na Helen. Bila shaka mnatumikiacha kitu, sivyo? Mmemaliza yote. Labda tumalize na shukrani. Shukrani pia kwa Crown Media kwa sababu mmekuepo katika wakati tarehe 14 wakati tunasaini hati ya makubaliano, lakini pia tumepata nafasi leo ya kuzungumza na vijana wa Kitanzania kuhusu Kijana Impact, na hata katika uzinduzi wetu mmekuepo. Kwa hiyo tunashukuru, na nyie ni Vijana Impact. Tunashukuru pia. Yes. Basi mimi niwatakie kila la kheri kwenye safari hii ya Kijana Action. Bila shaka mengi yatajitokeza na kusaidia kama ambavyo mmekusudia. Sisi tunakaribisha tena na tena, hapa ni nyumbani. Wakati wote ule mnakaribishwa hapa kuja kuzungumza na vijana. Asante sana. Sawa, shukran kabisa. Hao ni Helen Sisia pamoja na Eric Malia ambao tupo mwaka wa mbele. Imewashika.